نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, mada kama tulivyotambulishwa ni almuasharatu baina az-zawjaini, ni muashara kati ya wanandoa wawili, namna watakavyoweza kuamiliana, waishi vipi, Uislamu na waelekezaje. Ndugu zangu katika imani, kama ilivyo kawaida kwamba wanandoa ndio msingi wa familia na familia ndio msingi wa jamii na jamii ndio msingi wa taifa lolote, au tuseme ndio msingi wa almradi tuseme lugha hiyo tu kwamba ndio msingi wa taifa, kwa sababu taifa inatokana na inajengeka kutokana na familia ambayo inajengeka kutokana na mke na mme, ambao ndio msingi wa kwanza kabisa, ingawa kunapatikana wengine wanaoongezeka katika ambao wanaongezeka katika ukamilifu wa hiyo familia, lakini bado msingi mkuu wa familia ni mke na mme. Ilivyokuwa hivyo ndivyo hii familia ni hitajio letu la muhimu sana katika mafanikio ya jambo lolote. Ina maana katika kufanikiwa jambo la aina yoyote lazima tuwapate hawa wawili. Hivyo hatuwezi hata siku moja tukaipuuza familia, isipokuwa tutajikuta kwa namna yoyote tunahitajia hawa wawili, mwanandoa ambao ndio msingi wa familia, ambao familia ndio msingi wa jamii, ambao jamii ndio msingi wa taifa. Hatuwezi tukaongea lugha ya kufanikiwa taifa lolote lile bila kuongelea mafanikio ya jamii. Hatuwezi kuongelea mafanikio ya jamii bila kuongelea mafanikio ya familia. Hatuwezi kuongea mafanikio ya familia bila kuongea msingi wa familia ambayo ni mme na mke. Ilivyokuwa hivyo ndivyo, ndugu zangu, kabla hatujaangalia hawa wanandoa wawili waishi vipi, tutangulize nukta ya msingi. Hawa wanandoa kufanikiwa kwao kunahitajia baraka, wapate baraka. Na baraka katika Uislamu zinapatikana kutokana na kheri watakazokuwa nazo watu, watakazozitenda kwa Mola wao, watakavyokuwa wamesafika mbele ya Mola wao. Ndio tukaona kwamba katika msingi wa kujenga familia, ikiwa inaelekewa watu kuijenga, ambapo kufunga ndoa, mara nyingi kuna vitu vinatangulia. Katika vitu vinavyotangulia ni pamoja, katika jamii zetu wamezoea watu wa jamii zetu kujiandaa kwa ajili ya ndoa. Kwa hivyo wanapojiandaa
huwa kuna taratibu zinajiri ili watu waende kutengeneza ndoa yao, hasa katika jamii za maeneo yetu. Watu huandaa sherehe mbalimbali, huandaa mikusanyiko mbalimbali, si jambo baya. At-taawunu, jambo la kusaidiana katika Uislamu. Dini yetu ni dini al-jamaati wal-wahda. Dini yetu ni dini ya jamaa, ya mshikamano na umoja. Lakini dini yetu imetuwekea kanuni na taratibu namna ya kusaidiana na kuamiliana, na hayo yamekuja katika Qur'ani tukufu. Aya hiyo ndio inaleta mkusanyiko, inajumuisha tafsiri na maana na maelekezo ya moja kwa moja namna gani tusaidiane, kwa sababu kusaidiana katika Uislamu jambo la msingi sana, katika raha na shida, katika furaha, katika faraja, katika dhiki, watu wasaidiane, ni katika maelekezo na msisitizo wa Uislamu. Ndio Allah ndani ya Suratul Maida aya pili anasema wataawanu ala albirri wattaqwa, na saidianeni juu ya wema na uchamungu. Hicho ni kipengele cha kwanza, ambapo katika kipengele cha aya hiyo cha kwanza Allah anatuambia tusaidiane katika wema na uchamungu. Na inapokuja neno wema, ni jina lilokusanya mambo yote ya kheri, mambo yote ya Allah, lakini pia kina jambo la pili katika kipengele hicho ni attaqwa, uchamungu, ambayo ni kufanya kila aliyoamrishwa na kujiepusha makatazo yote kwa kumwogopa Allah katika siri na wazi. Sasa haya mawili ndiyo Allah ametuamrisha tusaidiane katika hayo, na haiwezekani tukayachambua moja baada ya nyingine, muda hautoshi, lakini kwamba tusaidiane kwa wema na uchamungu. Lakini sehemu ya pili, kipengele cha pili katika aya hiyo, Allah anasema wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan, na msisaidiane juu ya uovu na uadui. Namo pia katika kipengele cha pili humo kuna mambo mawili, kwamba tusaidiane katika uovu na uadui. Kwa hivyo uovu uliokuja hapo, Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kusaidiana katika kila jambo linalomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, linawauzi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tusaidiane katika jambo lolote ambalo linaeneza uovu na uharibifu katika ardhi. Kwa hivyo kwa mujibu wa aya hiyo tumeamrishwa kusaidiana, lakini kwa udhibiti maalum, si kila mtu atakavyoona, hapana. Na kama ilivyo kauli ya mwanachuoni Al-Hasan kama alivyosema kwamba laula al-ilm la sirna kalbahaim, lau sisi tusingekuwa na ilmu, ina maana tungekuwa kama wanyama. Kivipi? Wanyama kwa kawaida, mnyama kila anachokitamani huwa ni halali kwake, kwa sababu yeye amepewa nini? Matamanio. Kwa hiyo mnyama anachotamani mbele yake ni halali kwake. Lakini sasa sisi wanadamu Allah ametupa miza, akatupa ilmu na matamanio. Sasa ilmu ndio inatofautisha na matamanio. Wal ilmu qala Allahu qala ar-rasul qala as-sahaba. Watuambia wanachuoni ilmu hasa, inapotajwa ilmu hasa, asili ya ilmu ni amesema Allah, amesema mtume, amesema sahaba, amesema ahlul ilmu ambao almu'tabarina alqaimina bilkitabi wa sunna ala fahmi sahaba. Kwa hiyo ilmu ndio inatofautia na wanyama. Sasa tunapoamua kusaidiana katika mambo ambayo tunayatamani sisi, bila kujali yamesimamaje kwa msingi ya kitabu cha Allah na sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, msaada huo utakuwa ni maangamivu kwetu, kwa sababu Allah alichokitaka ameweka udhibiti. Tusaidiane kwa wema na uchamungu. Wema tumeuona ni kila jambo la kheri na kumtii Allah, lakini uchamungu ni kila jambo ambalo Allah ameliamrisha na tukalitenda, na lile ambalo amelikataza tukaliacha. Lakini bado
akatukataza kusaidiana katika mambo ambayo ni ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na kueneza uadui. Ndugu zangu katika imani, sehemu ya tatu, kipengele cha tatu katika aya hiyo, Allah akamalizia kwa matisho aliposema wattaqullaha. Amemalizia akisema na mcheni Allah. Masahaba wanasema ilipokuwa likija neno ittaqullah, nyoyo za watu zinasimama, wanaogopa kujua kwamba baada ya neno mche Allah huenda kutakuja aidha jambo la kuamrisha au katazo. Sasa hapa Allah anatuhofisha kusema mcheni Allah, kisha akasema inna Allaha shadidul iqab, hakika Allah ni mkali wa kuadhibu. Ina maana Allah baada ya kutuongoza tusaidiane vipi, akatuambia tusaidiane kwa wema na ucha Mungu, akatukataza kusaidiana katika uovu na uadui, amemalizia akisema mcheni Allah, kwani Allah ni mkali wa kuadhibu. Ndugu zangu katika imani, hapa ni kana kwamba Allah anatuambia ihdharu maghbata at-ta'awun ala al-ithmi wal-'udwan. Atuambia mcheni Allah na mtahadhari matokeo, hatima ya kusaidiana kwa wema na uadui, wa tarki ta'awun al-birri wa taqwa, na mkawa mmeacha kusaidiana kwa wema na ucha Mungu. Wa min al-aqibati fi dhalika shiddatul iqab, na kinachotokea matokeo ya watu kusaidiana kwa uovu, kuacha kusaidiana kwa wema, ni adhabu kali ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeyote atakaye khalifu amri hii na akakhalifu katazo hili. Ndugu zangu katika imani, ndio tunaona hivi kuna mtindo uliokuja siku hizi, kwa sababu pesa imekuwa tamu, imependeza sana. Watu kabla ya harusi wanaalikana, wanatoa michango, lakini kwa sharti kupigwe miziki, wanawake wacheze, wengine wakate viuno, wanengue, wengine si wafanyeje, wafanye vituko na maajabu, eti ndipo pesa zitatoka. Na la kusikitisha zaidi, hata wanawake wa Kiislamu, ikitokea mtu hana vitu vya namna hiyo, hata hapati maskini hapati msaada wa maana, wanamtelekeza, kisa amekataa kuwawekea yale ambayo nafsi zao zinayapenda katika mambo ya lahawi na miziki, almuradi michanganyiko na mengine katika mambo ya hatari sana. Hayo mambo ni hatari sana, na yeyote mwenye kufanya hivyo ajue kwamba huko sio kusaidiana. Baya zaidi siku hizi, hata sisi tuliosimama kwamba tunatetea sunna, tunatetea kitabu cha Allah na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuna tatizo la vyama na mishikamano ya kuchangiana kisa tupate pesa kwa ajili ya kufanya mambo yetu. Ndugu zangu, lengo sio pesa wala mali, lengo tupate baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Na wahakikishia ndugu zangu, katika jumla ya maafa tunayapata kutokana na misingi hii ambayo tunaanza nayo katika ndoa zetu, ni ndoa zetu kukosa baraka na kuwa na matatizo chungu mzima. Lakini kingine kinachofuatia, uendeshaji wa harusi. Zinaendeshwaje harusi? Baadhi imekuwa kuna shida imetokea, ambayo baadhi ya kina mama wamekuwa na sauti kuliko na kina baba. Wakati mwingine tunahudhuria kwenye harusi, akina mama wana sauti kubwa kuliko akina baba, wanafanya munkarati. Mtu tunamwona mwenzetu, mtu wa sunna, Muislamu, amesimama vizuri, lakini tunakwenda kwa dhana njema kwamba ni Muislamu mwenzetu, ni ndugu yetu, mambo ni mazuri. Tunafika kule tunadhalilishwa kwa hakika, kwa sababu tukitafanyika munkarati za aina yote ile, ukapigwa muziki, ukafanya maajabu, ukafanya vitu visivyofaa, ni kudhalilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kudhalilisha watu waliosimama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo ndugu zangu ni mambo ya hatari sana. Katika jumla ya hatari yanayopatikana ni kupiga miziki, michanganyiko isiyokuwa na msingi wote ule, picha zinapigwa, video zinarekodiwa, wake za watu wanarekodiwa, wanarushwa kwenye mitandao. Hayo mambo yote ni hatari sana, hayafai kwa namna yote ile. Ni mambo ambayo Uislamu lazima tuyaepuke. Kwa nini? Kwa sababu Allah ametutishia, anasema mcheni Allah, kwa sababu Allah ni mkali wa kuadhibu. Wattaqullaha inna Allah shadidu al-iqab. Na ndugu zangu, wa min iqabi Allah fi mithl hadhihi al-mukhalafa
Na miongoni mwa adhabu za Allah katika makosa haya, fukudanu barakatun nikahi, ni kukosa baraka ya ndoa, wa fashil hayati zaujia, na kufeli kwa maisha ya ndoa, fi bidayati bina'il usra, mwanzo wa kuijenga familia. Yani mwanzo kabisa hamjaanza kuijenga familia, tayari mmeshafeli katika kuiandaa familia. Sababu msingi ukiwa ni mbovu, usitegemee jengo na ulijenga liwe ni bora. Ndio maana utasikia siku hizi kuna maneno yanapita katika kila kona. Oh bwana, siku hizi hakuna ndoa, ndoa za siku hizi ni ndoano, si ndoa hakuna, si wanaume ni wabaya, si wa kweli, mara wanawake si wa kweli, mara hakuna muoaji, mara hakuna muolewaji. Lugha nyingi zinapita, lakini hapana, tatizo liko wapi? Usipande bangi ukategemea kuvuna mchicha. Utakavyoianza ndoa na utakavyoiendea ndivyo itakavyokuwa. Kwa hivyo ndugu zangu, haya mambo ni ya msingi. Kabla tujaenda kuiongea ndoa, lazima tuyajue. Ndugu zangu, lazima tujipambanue. Sisi ni Waislamu, tumekubali Uislamu, mavazi yetu ni ya Kiislamu, majina yetu ni ya Kiislamu, nembo yetu ni ya Kiislamu, lakini tunajitambulisha kwa Uislamu. Basi Uislamu ndio kiongozi chetu katika mambo yetu yote. Lazima utuelekeze kwamba hapa Uislamu unatakaje, hapa Uislamu unakataa nini, na hapo ndipo tutaweza kufanikiwa ndugu zangu. Kwa hiyo tukiongea, kuna neno linaitwa albarakatu. Wanasema wanachuoni, miongoni mwa baraka katika ndoa ni kujalia ndoa iweze kutulia, ndoa iwe na maelewano, ndoa iwe na mapenzi, ndoa iwe na huruma, ndoa iwe na mshikamano. Hiyo ndio baraka ya ndoa. Lakini haya yanapokosa, hii ndoa usitaraji iwe na mafanikio. Hii ndoa itakuwa ya migogoro, hii ndoa itakuwa ya usaliti, hii ndoa itakuwa ya kila mmoja kumlaani mwenzake. Na haya mambo yanatutesa, bali yanaharibu na kuivuruga jamii yetu kwa ujumla. Tunajikuta hata mtoto aliye bora tunataraji tumpate kutoka katika familia iliyotulia, iliyoshikamana, yenye mapenzi na huruma, iliyosimama katika msingi imara ambao ni wa kitabu cha Allah na sunna bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tutosheke na kidogo tutakachokuwa nacho, lakini chenye baraka na mafanikio. Tuachane na hii misingi, hii mijuburo inayokwenda kinyume na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Uislamu kuna kusaidiana, na hili jambo hakuna yeyote ambaye hahitaji kusaidiana na mwenzake. Lakini tunasaidianaje? Lazima kusaidiana kwetu kusimame katika misingi madhubuti ambayo haitoharibu dini yetu, kwa sababu sisi sio wa mwanzo kuwepo katika mgongo wa ardhi hii, lakini pia sisi sio wa mwanzo wa kupata pesa au kupata mali. Tumepata kisa hapo, watu walitangulia wakapata mali nyingi mno, lakini wapi? Walipokuwa si ya kheri, ikawa ni maangamivu kwao. Ndugu zangu, baada ya utangulizi huo ambao ulikuwa unatangulia mada yetu, ili tujue, kwa sababu lazima tuanze na atasfia kabla tahlia. Wanasema wanachuoni, tuanze kujisafisha kabla ya kujipamba. Huwezi ukavaa kanzu jeupe zuri iliyonyoshwa kabla hujaoga, itakuwa vituko. Utalivaa dakika moja, kabla ya dakika moja kuisha limeshachafuka, kwa sababu wewe mwenyewe mchafu. Ili uvae kanzu jeupe zuri iliyonyoshwa vizuri, lazima uoge alafu ulivae. Kwa hiyo tuanze na atasfia kabla atahlia. Tusafishe mazingira ya ndoa zetu ili ndoa ziwe na baraka na mafanikio, na huo muashara ndipo utaweza kupatikana na kupata kheri. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika sheria yetu ya Kiislamu imejali familia kwa kiasi kilichopita wakati, na ikajalia kuoa mke na mme, kufunga ndoa ni mithaqan ghalidha, ni mkataba mzito. Haufai kuwa unatishiwa mara kwa mara. Yani kuna watu anaona yeye kuolewa kwake na kutoolewa ni sawa sawa, au kuoa kwake na kutooa ni sawa. Yani yeye yuko tayari kwa upuuzi tu kuiacha ndoa. Ndio utasikia mwingine anasema, mimi kuliko kunizuia hili bora unipe taraka yangu. Na yeye anasema, mimi kama ni hivi
mimi wewe sikuwezi. Yani kwa vitu vya hovyo. Ndugu zangu, Allah anasema wa akadhna minkum mithaqan ghalidha, nimechukua kwenu mkataba mzito. Ndoa ni mkataba mzito. Wewe usione kwa sababu hakuna mwanasheria na muhuri, usione kwa sababu hakuna polisi na pingu. Huu ni mkataba umefungwa kwa Allah. Allah anasema wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha. Ndoa sio kitu cha kufanyia matani. Ndoa sio majaribio. Ndoa si kucheza. Ndoa ni ahadi nzito, ni mkataba mzito. Wa asasa libina almujtama' salih, lakini ndio msingi wa kujenga jamii bora. Na Uislamu ukatuwekea kanuni na taratibu ya maisha haya ya ndoa. Kwa muhtasar, tunapata maelekezo kwenye kauli ya Allah iliyomo katika surati An-Nisa aya 19, Allah anaposema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, aliposema amalianeni na wake zenu kwa wema, kaeni na wake zenu kwa wema, ishini na wake zenu kwa wema. Na ndugu zangu, neno wema uliotajwa hapo ni neno lilokusanya kila kauli na matendo na tabia iliyokuwa ni njema. Tukimwona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuamiliana kwake na wake zake, walivyoishi na yeye, ni mfano mwema ambao unatupa funzo tuishi vipi katika maisha ya ndoa. Ndiye akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, mbora wenu ni mbora wenu kwa ahali zake, wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa ahli zangu. Ndugu zangu katika imani, enyi mke na mme, fahamu kwamba kuishi kwa wema katika maisha ya ndoa tutakutaja kwa mukhtasar katika misingi ifuatayo. Naomba utege sikio vizuri usikilize. Jambo la kwanza, mtaishi kwa wema bil mawaddati war rahma, kwa kuishi kwa mapenzi na huruma. Mapenzi ni jambo la msingi sana katika sala la kutengeneza maisha bora ya ndoa. Na bahati mbaya sana, wengi wetu ndoa tunaifanya ni jambo la mazoea. Hili ndio jambo baya lilo katika jamii zetu nyingi. Yaani wanandoa wanapokuwa pamoja, inafika wakati wanaonana kama kaka na dada. Ina maana wanaishi kwa mazoea, kwa sababu tayari alishafunga naye ndoa, ameshakuwa mzigo wake, amuelemee. Si mke si mme, basi wataishi tu kwa mazoea. Hapana, Uislamu hutaki hivyo. Uislamu unataka kila siku muwe ni wapya katika mapenzi ya maisha ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu msingi wa maisha ya ndoa huwa alhubbu watabadul walihtiram warahma, ni mapenzi, ni kubadilishana mapenzi kila mmoja kwa mwenzake kwa kila atakachoweza, alimuradi na huruma. Kwa nini? Kwa sababu fal alaqatu mabniyatu ala sakn wa tumanina, kwamba mahusiano ya kindoa yamejengeka juu ya asakanu ala sakani wa tumanina, juu ya utulivu, ambapo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Asema miongoni mwa ishara za kumjua Allah ni kukuumbieni katika nafsi zenu wanadamu wenzenu wake, ili mpate utulivu, na akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Kumbe mapenzi na huruma ndiyo siri kubwa sana ya kutengeneza mahusiano bora ya maisha ya ndoa. Kwa hiyo jambo la msingi la kwanza hilo. Na mapenzi yanatengenezwa, tunaambiwa kwamba jubilatil qulub ala hubb man ahsana ilaiha, nyoyo zimeumbwa kwa asili ya kupenda anayezifanyia vizuri. Kwa kawaida ndivyo ilivyo. Moyo wa mwanadamu, moyo wa mnyama, moyo wa ndege, moyo wa mdudu, kitu chochote kile, kila ukifanyia vizuri kinakupenda, ndio asili. Kwa hivyo ili mapenzi yatengenezwe, mme anatakiwa kujitahidi kuwa anamfanyia mazuri, pengine ya maneno au ya matendo au hata ya kimwenendo. Kwa hiyo hili ndio
jambo la msingi la kwanza kabisa katika kutengeneza mahusiano mema ya ndoa. Lazima tujitahidi kila mmoja, na hili kila mmoja ajitahidi kwa nafasi yake. Mme ajitahidi kwa nafasi yake, lakini mke kadhalika. Jambo la pili, husnul khulq. Mahusiano ya ndoa yanatengenezwa na tabia njema, na tabia njema wanachuoni wameitaja katika mambo yafuatayo, kwamba husnul khulqi inatengenezwa na mambo yafuatayo. Kwanza, kaful adha, kujitahidi kila unaloweza kuzuia maudhi yako kwa mwenzako. Wa badhlun nada, na kuwa mkarimu, aidha wa maneno, aidha wa matendo, aidha wa mwenendo wako, uwe unaonyesha ukarimu wako kwa mwenzako. Lakini wahtimali al-adha, na kustahamili maudhi ya mwenzako. Kila mmoja ajitahidi, kwa sababu sisi ni wanadamu. Kwa vyote vile mwanadamu hakosi mapungufu, lazima utakuwa na mapungufu kwa mwenzako. Sasa tayari nyewe mna mkataba, tena mkataba mmeuchukua kwa Allah. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kuziandaa nafsi zetu kuweza kustahamiliana, kufanyiana ukarimu, lakini pia kuzuia maudhi. Na katika hili ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuongoza, anasema la yafruku mu'minun mu'mina, kwamba muumini wa kiume asimchukie muumini wa kike, kadhalika muumini wa kike asimchukie muumini wa kiume kwa sababu tu amemkosa. Kwa hivyo akaona, mimi sasa huyu sifai kuishi naye tena, mimi siwezi kukaa naye tena, mimi naondoka. Au huyu anasema mimi tangu leo toka kwangu. La, in kariha minha khulqa, kama kuna tabia fulani itamchukiza kwake, radhiya minha akhar, ajue kwamba kuna tabia nyingine kwake ni nzuri, itamridhisha. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hivyo angalia ile nzuri inayomfurahisha, manake izibe hii ambayo ni mbaya, ambayo anaichukia, na maisha yaendelee, alimradi tabia yake hiyo ni yake, haimpelekei kukasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii jambo la muhimu sana. Mapungufu yapo, kuteleza kupo, ubinadamu upo, mahama kana insanun, vivyo atakavyokuwa mtu anakuwa na mapungufu. Kwa hivyo kustahimili ni jambo la msingi sana. Lakini jambo la tatu, almusharaka walmuawana, kushirikiana na kusaidiana. Na ndio hapo majukumu ya kakawa yamegawanyishwa. Mwanamume ana majukumu ya nje, anahangaika huku anapata chakula, anahangaika huku anapata nguo, anahangaika huku analipa, kama ni watu wa mjini, analipa bili ya umeme, analipa bili ya maji, anahangaika huku na kadha na kadha. Yeye sasa amekabidhiwa kusimamia katika majukumu yatakayofanya familia iweze kupata utulivu. Na kwa upande wake mwanamke asimame katika majukumu ya ndani, kwa sababu haiwezekani mtu akayafanya yote atoke huko nje aje mpaka ndani, na huyu asimame. Katika jumla ya majukumu muhimu ya mwanamke ni pamoja na kuijua nyumba kwa ujumla, kuituliza nyumba, kuanzia usafi, maandalizi ya chakula, malezi ya watoto, kuangalia watoto malezi yao kitabia, kuangalia watoto tabia zao, mwenendo wao. Akiona haziendi vizuri, kutoa ripoti kwa mume wake, kwamba mume wangu, mtoto wetu fulani kadha wa kadha, hali yake haiendi vizuri, tufanyeje? Wakashauriana kuona warekebishe vipi. Lakini bahati mbaya sana, baadhi ya wanawake wanakuwa ni wasaidizi kuharibu familia za waume zao. Wakati mwingine kwa kuwa na mapenzi yanayopitiliza kwa watoto, na hivyo kuharibu watoto, au kwa sababu ya upuuzi wa mwanamke alionao, ambapo haoni sababu ya kuwalea watoto katika malezi bora. Matokeo yake unajikuta mwanamume msimama peke yako katika familia. Hii ni hatari sana na ni hasara, na hii ni miongoni mwa mkosi wa kuchagua vibaya mwanzo unapochagua. Sababu Bwana Mtume atuambia lazima uangalie unachagua wapi pa kuweka maji yako ya uzazi kumpata mtoto. Kwa hivyo hili jambo, kushirikiana, jambo la muhimu. Lakini pia inakwenda mbali katika kushirikiana hata katika baadhi ya mambo mepesi tu ambayo ni ya kawaida, baadhi ya mambo katika baadhi ya hali, au kwa namna itakavyokuwa wakati huo, hali zikoje. Pia mwanamume sio vibaya kumsaidia hata mke wake baadhi ya majukumu ya ndani ambayo itakuwa hapana budi. Lakini itoe angalizo, kuna maneno yanazunguka kwenye mitandao
na baadhi ya jamii za watu wana harakati hasa wengi ya kusema kwamba mwanamke hakuolewa kumtumikia mume wake, ameolewa kwa sababu kutandika kitanda tu. Tunasema ni waongo mara 100. Hakuna kitu cha namna hiyo. Kitabu na sunna, mwenendo wa masahaba na taratibu walioishi mtume na masahaba zake radhiallahu anhum inaonyesha wazi, na muda huwa utoshi kueleza yote hayo, kwamba wanawake walikuwa ni pamoja na kuwasaidia waume zao katika majukumu ya ndani ya nyumba zao, bali imekwenda mbali mpaka baadhi ya wanawake wa kisahaba walikuwa kuwasaidia mpaka hata katika kuweza kutafutia chakula mifugo yao. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni kwa kiasi gani ilivyokuwa, na hii ni katika zama tukufu za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyekuwa na huruma kwa wanawake na watoto na watu na wanaume na watu wote kwa ujumla. Alikuwa hakubali yeyote adhulumiwe kinyume na haki yake. Kwa hiyo hili linatuonyesha wazi kwamba swala la kufua nguo za mme, kupika chakula kwa mwanamume, kusafisha nyumba, kuangalia usalama wa familia ni jukumu kuu la mwanamke, ambalo mwanamume si mbaya kama itatokea kumsaidia mme nani mke wake au kumletea mtumishi, sio vibaya. Lakini tukumbuke mwanamke bora Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha alikwenda kumwomba mtume msaidizi, na mtume na watu wengi alikuwa wako tayari kwenda kumsaidia binti yake. Akasema, kazi za kwa Ali zimenielemea, nisaidie mfanyakazi anisaidie ili niweze kupata wepesi na niweze kupumzika. Bwana Mtume sasa akamkatalia, badala yake akamfundisha, akasema, kwa sababu unachoka kwa kazi unazozifanya na pengine unajisikia uchovu na unyonge, ukimaliza kazi zako na kwenda kulala. Akamfundisha tasbih, subhanallah, kata kulala, kama vile baada ya sala zile, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Asema hii utakapokuwa unazeta tasbih hizi, Allah atakusaidia, uchovu wako utaondoka. Kwa maana nyingine, hii ni kama panado. Hizi dhikri watu wengi wamezisahau. Haya mambo ya namna hii, hii ndio tiba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ukienda kulala umechoka, umefanya kazi imekuchosha, unasikia maumivu kila kiungo, fanya dhikri hizo, soma dua za kulala, jipake mwili mzima ulale, itakuwa kwako kama ni diklopa. Utaamka huna uchovu mwili mzima, kama vile umepigwa pasi. Kwa hiyo ikiwa mtume alimkatalia binti yake, asema hapana, mtumikie mume wako, itakuwaje kwa wake zetu? Huyu ni moja kati ya wanawake bora duniani waliotajwa, mmoja wapo ni Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, jambo jingine, at-taghallub ala al-khilaf bil-i'tidal, ni kuweza kumaliza tofauti zitakazojitokeza kwa uadilifu, kwamba itakapotokea, kwa sababu nyie ni wanadamu. Nimerudia kwa mara nyingine, mwanadamu yoyote mahama balagha min al-ilmi wal ibada, mwanadamu atakavyofikia kiwango cha elimu na ibada na uchamungu, lakini sehemu ya ubinadamu ipo. Kuna watu wana tabia, akimoa mwanamke aliyesoma, akifika ndani wakatofautiana kidogo, akasema, nyie kumbe tunaona hakuna kitu, tunaona kama mmevaa mahijabu, kumbe hakuna kitu, Uislamu haupo. Nani amekwambia unamvua Uislamu kwa sababu umetofautiana katika tabia? Hapana, wewe huyu ni mwenye mapungufu. Allah anasema, hunna naqsatul ilm wa din, una mapungufu ya elimu na dini. Wewe una kazi kubwa ya kumuelimisha, kumrekebisha, kumuongoza. Lakini pia mwanamume anaweza pia naye akateleza kwa mke wake. Kazi kubwa ni kukaa, kurudi kwenye misingi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu al-ismati fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kilicholindwa na mapungufu na makosa ni kitabu cha Allah na sunna Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mrudi katika dini, mkae kwa uadilifu, muweze kuondoa tatizo lilopo na kisha muendelee na maisha. Kwa nini mtu asichukue maamuzi kwa sababu fulani ameona amekosea, anaona yeye ni malaika kwa sababu ni mwanamke amesoma dini, kwa sababu mwanamke amevaa nikabu, amevaa hijabu, yeye hawezi kosea, akikosea basi amekuwa shetani tena, mara moja anachukua maamuzi. Kuna makosa ya kisheria ambayo sheria haina mjadala, lakini makosa yetu haya tuliozoea haya makosa yanazungumzika. Labda yale ambayo sheria imeyapitisha kwamba hayana mjadala ni moja kwa moja ala tu, lakini haya ambayo tunayozoea katika maisha yetu ya kawaida
lazima tuyazungumze na tuyamalize, tuendelee na maisha. Asemaje Allah? Fa in karihtumuhunna, ikiwa mtachukia jambo lolote kwa wake zenu, fa asa an takrahu shay'an, huenda mkachukia jambo lolote kwa wake zenu, wayajalullahu fi khairan kathiran, lakini kwa subira yenu, ustahimilivu wenu, Allah akajalia ndani yake khairi kubwa. Hapa wanachuoni wanaongea, wanasema katika jumla ya maana aya hii, huenda ukamua mwanamke ambaye na ulimi umechongoka, kila ukiongea maneno mawili yeye ameshaongea maneno 10, anakuudhi kwa namna yote, au akiamua hakupiki chakula, au akiamua hakufuli nguo, au akiamua anajifunga mkanda wiki 2 hujampata kwa lolote lile. Sasa je, umwache? Huenda ukafanya subira katika msingi huo, Allah akakujalia kutokana na mke huyo faida kubwa. Miongoni mwa faida, ukapata watoto wema watakao kufanyia wema maisha yako yote. Na wallahi mimi kuna mtu namjua, namkumbuka, mke wake alimwendesha vya kutosha, alikuwa na adha za kutosha, lakini wallahi kama hakika kupata watoto kutokana na mke huyo, wanamfaa na ni watoto wema mashaallah, hata wewe ukiwaona utakubali. Hakuna mtoto mpuzi hata mmoja. Alhamdulillah. Hii aya, tafsiri hii mimi nimeiona kwa macho yangu, namjua mtu huyo. Ndugu zangu, yawezekana mke akakuudhi akawa mzigo kwako, lakini fanya subira lillahi, wasbir ma yasabruka illa lillah. Fanya subira, na isiwe subira yako isipokuwa ni kwa ajili ya Allah, na wallahi Allah akakufungulia khairi kubwa na ukajikuta umepata khairi kutokana na mke huyo. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika pande zote mbili, mume ana haki zake, mke ana haki zake. Sasa hizo zote natakiwa kusimama nazo katika uadilifu na ukweli, na hii jambo litapelekea kupata furaha na ridha katika maisha ya ndoa, ambayo itawapelekea watu katika dunia na akhera kuwa katika furaha katika ndoa yao. Ndugu zangu katika imani, katika jumla ya muashara mwema kwa wanandoa, tupite haraka haraka, muda unakimbia upesi upesi, ni kutenga muda wa kukaa mme na mke, kupata muda wa kukaa na kuanza kuongea, wapate muda wa kuongea. Kwa nini? Bwana Mtume SAW inasimuliwa kwamba alipokuwa akimaliza swala ya alasiri, anaingia kwa wake zake, anakaribia nao, anaongea nao, wanapata muda wa kuongea japo muda kidogo. Lakini bahati mbaya tulionayo sisi, mtihani tulionao, majaribio tuliopewa wanaume, hatuna muda kukaa ndani. Badala yake nenda kwenye vikao vya kahawa, badala yake nenda katika vikao vya michezo, lakini ikishindikana vikao vya porojo. Na bahati mbaya sana wengine wanakaa mpaka saa 7 usiku. Niwahi kuona baadhi ya kesi natujia, mtu analalamika, mke analalamika, mwanamume anaingia saa 7 usiku. Anajiuliza, wewe unafanya kazi gani mpaka saa 7 usiku, saa 6 usiku ndio unaingia ndani? Allahumma, hatukatai, huenda mtu ameenda kwenda katika utafutaji, amesafiri, ndio katika sasa usafiri umechelewa, au kuna jambo la kiuchumi linamshughulisha, pengine ndio kama ndugu zetu wanatengeneza senene, alhamdulillah, au amepewa kibarua chake nampeleka zamu yake mpaka usiku, sawa. Lakini kuna mwingine hana kazi yoyote, amekaa na rafiki zake. Ndugu zangu, Bwana Mtume anasema la samara illa musallia, hakuna ruhusa ya mtu kuzungumza baada ya Isha isipokuwa mtu kama anasali au dhakira, anafanya dhikri, au musafiri, au ni msafiri. Wakana yakrahu an-nawm qabla al-isha wal hadith ba'dahu, Mtume alikuwa anachukia, ni makuruhu, anasema ni jambo baya kulala kabla ya Isha na kuweka mazungumzo na porojo baada ya Isha huko nje ya nyumba. Rudi ndani ndugu yangu, mke wako, familia yako ina haki kwako. Kama umeshughulishwa sawa, lakini hujashughulishwa, uwe ndani. Na ndugu zangu, kuna maafa makubwa sana ya kuwa nje muda mrefu sana. Kinachosikitisha na kushangaza, mtu yuko tayari kwenda kukaa na marafiki zake muda mrefu, masaa mengi sana, lakini hana muda kukaa na mke wake kuongea. Na wengine wanaona ni uzezeta, ni ujinga kukaa na mke wake wakaongea. Tutaongea nini na mwanamke nini? Wewe una akili? Hata haya wanasema asiyekuwa laini kwa mke wake atakuwa laini wa nini? Wajera. Lazima una muda kuongea na mke wako. Huo sio wanaume wala sio ushujaa. Kwa hiyo katika mwasha wema ni kupata muda kufanyaje?
Huyu ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye alikuwa na muda kukaa na wake zake, na wallahi wakaishi maisha mazuri sana. Kaa na mke wako muongee, ikibidi umtanie kama tukavyoona huku, patikane hata mtaniane, mdanganyane, mfanyeje, basi maisha yanakwenda. Wakati hata kama maisha ni magumu katika familia, yatakuwa laini, wallahi baraka zitaja katika familia. Jambo jingine, itauha haqqaha min almuashara, ni kumpa haki yake ya muashara. Muashara ni upi? Kumpa haki yake ya ndoa. Kuna baadhi ya wanaume wengine wanapuuza majukumu yao ya ndoa. Hii jambo ni jambo baya mno, ambapo hawana sababu za msingi, hawaumwi, hawana sababu, lakini anaamua kujifaragua tu, anajigeuza ndani ya nyumba. Mimi nakumbuka katika kesi ambazo nimewahi kukumbana nazo katika uongozi wangu, ni wanaume kulalamikia wanawake, kulalamikia waume zao. Hasema mimi mume wangu nakaa naye haumi, hana tatizo, lakini naweza kaa naye wiki 2 hajanigusa. Sasa hili jambo ni tatizo, hii ni dhulma. Sasa aende kwa nani? Wewe ndiye mume wake, hii ni haki yake ya msingi. Hukumchukua kwao ili aje kula na kunywa. Kwao kulikuwa na vyakula, kulikuwa kuna nguo, kuna kila kitu, nyumba ipo. Amekuja kwako kupata haki ya kimsingi hii, ambayo kimsingi ni jambo la msingi katika ndoa. Kwa hivyo awe mke, lakini pia awe mme. Pia kuna baadhi ya wanawake pia katika jumla ya dhulma walizonazo ni kuwakatalia waume zao wanapowahitajia. Hili jambo pia ni hatari. Kwa sababu nini? Linavuruga muashara mwema katika maisha ya ndoa. Haya mambo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka wazi, na Mtume SAW ameyaweka wazi pale. Katika baadhi ya hadithi bwana Mtume asema, mwanamke yoyote ambaye mume wake atamuita kwenye kitanda chake akamkatalia, malaika watamlaani usiku kucha mpaka asubuhi. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana hili jambo. Muashara ni katika mambo bora. Angalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika baadhi ya nyakati alikuwa katika usiku mmoja akitufu kwa wake zake wote, na hili ni kuonyesha kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa si mzembe katika utekelezaji wa majukumu yake ya kifamilia. Lakini jambo jingine, as-suhulati walinu fi taamuli ma'aha. Mwanamume unatakiwa uwe ni mtu laini, ni mtu mwepesi katika kuamiliana na mke wako, usiwe mtu mgumu. Yaani mke wako akutafuta kuongelea jambo, huna mpango naye, alimradi huwezi kupata wakati wa kuongea naye, huwezi kupata alimradi manake mpaka aje kuongea na wewe anajiuliza mara 2, huyu nitaongea naye, hata nitukana, hata nipiga kibao, hata kuwaje. Lazima wewe ndiye vazi lake na yeye ndiye vazi lako. Kwa hivyo ajisikie huru kukwambia chochote ambacho anakitamani. Kwa hiyo angalia, siku moja katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anasema kwamba Aisha radhiyallahu anha alisema, ya Rasulullah, ajidu fi nafsi anni lam atuf bil bait hatta hajajtu. Asema Rasulullah, mimi najisikia katika nafsi yangu kana vile sikutufu al-Kaaba. Sasa kisa hiki kinatokana nini? Kwamba alikuwa katika hija bi Aisha radhiallahu anha, akapata hedhi, akaja mbele ya bwana Mtume SAW, anamwambia Rasulullah, nitafanya nini sasa, nimepata hedhi katika hija, nifanye nini? Bwana Mtume akasema, fanya yote wanayofanya mahujaji isipokuwa usifanye tawafu. Basi akafanya yote. Alipotahirika baada ya kuwa hija imemalizika, akafanya tawafu. Sasa Nadia asema, ya Rasulullah, pamoja kwamba nimefanya tawafu hii, lakini kitendo cha nimeifanya nje ya wakati uliotakiwa, najiona kama vile sikufanya tawafu hiyo. Sasa hapa anasema malalamiko haya aliyaleta biesha kwa Mtume SAW nini? Anasema kana Rasulullah SAW rajulan sahla, Mtume alikuwa ni mtu mwepesi maskini, hawi mkali, hawi mgumu kwa wake zake. Akasema idha hawat shay'un tabaha alayhi, asema ilipokuwa mke wake akitamani kitu, akitaka kitu, basi humfanyia. Kwa sababu nini? Hana
uzito. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Rasulullah hakuwa na magumu, hakumkaripia kumfokea kwamba mwanamke gani bwana, mimi nikwambia bwana, yeye anampa maneno mazuri, kama tutakavyoona katika hadithi nyingine ambapo bwana Mtume alimwambia kwamba hili jambo ni kadari Allah aliweka kwa wanawake wote, usihuzunike, Allah hakadi kitu isipokuwa kwa hikima maalum. Kwa hivyo inshallah wewe utakuja ulipe, usipate tabu, Allah anakusikia, ibada yako anaipokea, na mambo kama hayo, maneno mazuri tu. Wanaume sio kuwa mkali kwa mke wako, wanaume ni kuwa na maneno mazuri, majadiliano, maelekezo. Uwe ni mwalimu mzuri wa mke wako kwa sababu wewe ndiye mwalimu wake. Lakini jingine katika muashara mwema, istihabuha ila ba'd alwala'im, kuungana naye katika baadhi ya karamu. Jamani, ninaposema karamu tunaielewa walio wengi. Karamu ni kama mwaliko maalum wa chakula. Siku hizi akimwona mtu asema fulani huyu alivyomroga huyu hachomoki kwake, mpaka ukimwalika anaye hamwachi nyumbani. Hizi katika sio jambo baya. Wakati mwingine mtu akialikwa karamu ya chakula akaenda na mke wake, asimwache. Tusikilize kisa anachokisimulia Anas. Anas amemtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam takriban miaka 10, kwa hivyo anajua mambo mengi sana katika nyumba ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Anas, anna jara li rasuli sallallahu alaihi wasallam kana tayyibul maraq. Asema jirani ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mpishi mzuri, kama baadhi ya wataalamu wetu, akitengeneza mambo yake mashallah yanapendeza. Akitengeneza hiyo supu, akitengeneza mchuzi unakuwa ni mashallah. Sasa alikuwa hiyo bwana ni maarufu, anajulikana katika mtaa mzima, katika viunga Madina ya viunga vyake, kwamba ni mtengenezaji mzuri wa chakula, mtengenezaji mzuri wa supu. Siku moja akamtengenezea Mtume sallallahu alaihi wasallam supu, kisha akaja akamwalika. Bwana Mtume akasema, wa hadhihi, unaniruhusu na huyu nimlete mke wangu? Kala naam, akasema ndio. Faqama yatadafa'an, wakainuka kwenda kule, wanaenda katika, tunaseme wanaenda mhendo wa kujidai, maana yake atadafani, wanakwenda wanasukumana. Unajua kusukumana jamani, kama vile ng'ombe wakiwa wanasaga huwa wanaenda wanafanyaje, wanasukumana kama vile hawaenei, hata kama wanaenea lakini wanafanyaje. Sasa hii ni katika kuonyesha kama namna fulani ya maringo na mapenzi, manake wanajidai katika uendaji wao. Angalia, huyu ni Rasulullah ambaye ni akmalul bashar. Haya, usipojidai na mke wako utajidai na nani? Haya ni mambo tumeyakosa bure ndugu zangu. Tunajifunga katika jera ya dunia, ukumbe wapi Allah hajatufunga namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni mambo ambayo tumehalalishiwa mazuri tu. Kwa hiyo kaondoka atadafaan hata ata ya manzilahu, mpaka wakafika nyumbani kwake. Rawahu Muslim. Qala an-Nawawi rahimahullah, Imamu Nawawi anasema kariha sallallahu alaihi wasallam al-ikhtisas bit-ta'ami dunaha. Asema katika tukio hili Mtume hakujisikia vizuri kwamba aende ale supu hiyo nzuri peke yake pasina mke wake. Wa hadha min jamil muashara, hapa ni katika mahusiano mazuri sana ya kutengeneza kati ya mume na mke wake. Wa huququl musahaba, ni katika haki ya kusuhubiana. Wa adabul mujalasa, na ni katika adabu ya mtu mliokaa pamoja. Yani mtu wampe mwaliko aende kula mapilau na manyama peke yake, mke wake amesikia mwaliko huo, maskini abaki anameza mate peke yake? Hapana. Wakati huo inapendeza na yeye angalau ajisikie. Kwa hiyo anasema wa almuakada, haya mambo yametiliwa, yamesisitizwa katika dini kwamba ni vizuri zaidi tuyafanye hivyo. Ndugu zangu katika imani, na hili nakwenda mbali, mme usiwe na tabia kuwa unakwenda kule unakula machipsi, unakula masambusa, unakula marosti, masupu peke yako, alafu kija ndani unajipangusha mdomo. Familia yako maskini iko inapiga miayo. Hapana. Hebu tengeneza mazingira. Wewe ukipata kizuri basi kula na familia yako japo kwa uchache. Wakati mwingine si vibaya mara moja
mara moja moja. Pengine kama hali inakuruhusu, unachukulia familia yako, unakwenda hotelini, unasema leo msipike, leo sitaki mpike. Unakwenda hotelini, unachukua kuku wa kuchoma, unachukua kama hali inakuruhusu, kwa sababu fattakullaha mastata'tu. Sio kalazimisha kusema kiwe, lakini una uwezo. Wachukulie kuku, uchukulie samaki ile kaangu, uchukulie pilau. Siku hiyo nao wafanye sherehe, uchukulie majuisi. Siku hiyo wafurahi. Kwa miaka miwili au kwa mwaka mara moja, basi mbaya, walau wajisikie kwamba wana mtu ambaye anawathamini. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ni katika jumla nini? Muashara mwema. Na jambo jingine, muraati mashairiha, na katika jumla maisha mema ya ndoa ni kuchunga hisia za mke wako. Kujua kwamba kumjulia mke wako kwamba kwa hali hii alivyo huyu hayuko sawa. Ndugu zangu, kisaikolojia wanasema wataalamu wa saikolojia ya wanadamu kwamba wanawake hawa huwa wana kipindi cha wehu kwa mwezi mzima. Kuna masiku yanapita ya wehu. Kwa hiyo lazima tuwajue. Hata Bwana Mtume SAW alipomwona Bi Aisha amefanya baadhi ya tasawufati, alimuuliza akasema, awaja akishaitanuki Aisha, ina maana shetani wako amekujia? Akauliza akasema, awamaya shetani ya Rasulullah, hivi ina maana mimi nina shetani? Akasema naam. Akasema awama kulli ahadin, je, kila mmoja anaye shetani? Akasema naam, illa anna Allah a'anani alayhi fa aslam au fa aslama, kama ilivyokuja katika riwaya mbili. Kwa hiyo wanawake wana kipindi ambacho huwa wanaingiwa kitu. Lazima tuwajue psychologically. Ukiona amebadilika mke wako, usipandishe, hebu nenda taratibu. Mjue imefika kipindi chake, mstahamili, nenda naye vizuri. Kuna kipindi wanakuwa hawako sawa. Tunaambia hunna naqsat ad-din wal akhil. Hiyo ni asili yao, Allah ameumba hivyo. Kwa hivyo lazima tuende nao. Usitake wewe kujifanisha kama ulivyo wewe naye awe kama wewe. Hapana. Na akiwa kama wewe ulivyo, hutomuoa, hamtoishi. Kwa hiyo jua kwamba kipindi kimeingia, umjulie. Mpaka Bwana Mtume SAW alikuwa akimwambia Aisha, asema inni la'alamu idha kunti anni radhiya wa idha kunti anni ghadiba. Akasema nakujua vema Aisha, ukiwa umeniridhia, uko radhi, umenifurahia, nakujua, na hata kama umenikasirikia nakujua. Akasema min aina taarifu dhalika, asema unalijuaje hilo? Akasema amma idha kunti anni radhiya, kama umenipenda umeridhia, fa innaki taqulin, kwani huwa unasema la wa rabbu Muhammad. Ukiwa na hapa sema la, na hapa kwa Mola wa Muhammad. Lakini unapokuwa umenichukia, umenikasirikia, unasema la wa rabbu Ibrahim. Hunitaji, unasema na hapa kwa Mola Ibrahim. Najua umenichukia hapo. Angalia walivyokuwa na adabu na walivyokuwa na ihtiram pamoja na wepesi wa Bwana Mtume SAW. Anajaribu kuficha hasira zake mpaka atamjua kwa baadhi ya ishara. Wa kwetu akikuchukia na kupasudia pale pale, anakupa makavu. Waweza kumkuta mwanamke anasema mbele ya mume wake, kujiuza, huyu ni mume wake? Wanawake, mcheni Mola wenu. Kina mama, hii ni hatari kwenu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Mwanamke, mume wako ndio jana yako na moto wako. Swali utakavyoswali, funga utakavyofunga, fanya kheri utakazofanya. Lakini utakapokuwa ni mwiba kwa mume wako, jana huipati, na pengine utakuja kuipata kwa rehema ya Allah baada ya adhabu kali muda mrefu. Kwa hivyo tutakavyokuwa, kwa sababu nini? Ayyuma mra'atun matat wa zawjuha anha radin, mwanamke yote atakayekufa mume wake yuko radhi naye, janna ni mali yake. Kinyume chake, atakayekufa mume wake amemkasirikia, moto ni makazi yake. Kwa hivyo wanawake wa Kiislamu, hebu chungeni mipaka. Waume zenu wana daraja kubwa sana juu yenu, na ndio maana kwa daraja hilo Uislamu kawataka na wao washuke, wasitake kwenda juu sana, wakawasahau, wawafate, wawafanyie wema. Lakini nyinyi lazima mfahamu kwamba waume zenu wana nafasi kubwa sana. Pale pale qalat ajalla wallahi ya Rasulullah, akasema kweli umeniweza, ni kweli kabisa.
Akasema pamoja na hayo, ma ahjuru illa ismaka, siendi mbali na jina lako, ninalitaja jina hilo kwa sababu nikisema Ibrahimu ni baba yako, nikisema Muhammad ni wewe, sasa Ibrahimu ndio babu yako wa juu, kwa hiyo sijaenda mbali. Mambo yakamalizika. Kwa hivyo umjue mke wako, umjulie, ujue namna kwamba hapa hali haiko sawa, ili muweze kuishi. Jambo jingine, muwasatuha in kanat hazina, kumliwaza anapokuwa amehuzunika. Alipokuja Bi Aisha akilia mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, alipoona hedhi imemtokea, yuko kwenye hija, wakati huo hawezi kufanya baadhi ya amali za hija, akaja analia akisema, Rasulullah, tayari nimepata hedhi, ya Rabbi, si nitafanya nini? Alimwambiaje? Inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam, kusema hili jambo Allah alilikadiria kwa wanawake mabinti za Adam. Faqdi ma yaqdi alhaj, yatende yale ambayo anayatenda haji, isipokuwa ustufu alkaaba, na baada ya kuwa umetahirika utafanya tawafu. Akamliwaza kwa maneno mazuri, na hivi ndivyo inatakiwa mwanamume, umliwaze mke wako akiwa amehuzunika. Akiwa amefurahi, na wewe unganike naye katika furaha; akihuzunika, unganike naye katika huzuni wake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jambo jingine, kumfanyia subira na kujaribu kufumbia baadhi ya makosa madogo madogo, kwa sababu katika upole wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ulifikia kwa wake zake na kuishi nao kwa wema, kwamba ilikuwa inatokea baadhi ya mwanamke akitokea kuinua sauti yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamstahimili katika jambo hilo, mpaka anafikia akiwa amerudishwa maneno ya Allah na mtume wake kwamba hili jambo alifanya si jema, anajirudi na kutubia na kuacha jambo hilo. Lakini mtume hakuwa ni mtu asiyestahimili. Tujaribu kustahimili baadhi ya mapungufu ya wake zetu katika baadhi ya muamala wetu, ili tuweze kufanikiwa. Lakini jambo jingine, kuwa mkweli kwa mke wako hata kama hayupo. Kuwa mkweli katika yale ambayo unayajua mema aliyoyatenda, mchango wake kwako. Kuwa mkweli jambo hilo, hata kama amekufa hayuko hai, lakini ukatambua hilo, hata kama yupo au hayupo, lakini ukatambua. Hii jambo la msingi sana. Angalia Bi Aisha radhiallahu anha anasimulia, anasema haikutokea mpaka, anasema kwamba Mtume alimsifia Khadija mpaka ikafika akawa Bi Aisha anasema, sijawahi kuona wivu kwa wanawake katika wake za Mtume kama nilivyoona kwa Khadija, japo nilikuja kuolewa ameisha kufa. Kisa nini? Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam halikuwa hawezi kumsahau kumtaja Khadija radhiallahu anha. Yani Aisha radhiallahu anha anakuja kuolewa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tayari Khadija alishakufa, lakini anasema hakuna mke aliyemwonea wivu kwa Mtume kama nani? Khadija. Mpaka kipo kuletwa kitu, anasema hata ilipokuwa akileta kitu kizuri, anasema usiwasahau marafiki wa Khadija, wawekee sehemu kitu hicho. Wape hawa wape kitu, ni marafiki zake na Khadija. Alimadi ni mke ambaye khairi zake, na kweli ana haki, kwa sababu Khadija alifanya makubwa mno kumliwaza Mtume sallallahu, baada ya kutoka kwenye Ghari al-Hira, kutoa mali zake zote, kusimama kidete kwa ajili ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume hako. Kwa hiyo inatakiwa hata mwanawe yote yule isiwe na tabia kama zilizopo ambazo tunaziona hivi sasa. Mtu anaishi na mke wake miaka nenda rudi, amemuoa, lakini akiwa mke mpya, huyu anamuona kama vile ni choo. Mwingine mpaka anamtenga kabisa. Mwingine anakwenda siku moja kwa mke wake. Hapana, hiyo jambo alipo, ndugu zangu. Uislamu hutaki hivyo. Wote ni wake zako, lakini pia huyu pia usimsahau, pengine kuna jambo aliwahi kufanyia kubwa. Huyu ni mpya, nayo mpe haki zake, na yeye ni mke na haki zake, lakini pia huyu usimtelekeze kwa sababu mmempata mpya. La, uwe mkweli. Kama una mke zaidi ya mmoja, uwe mkweli mkubwa, apate haki zake kamili, kwa sababu naye pia pengine alikuta hujapata hata kitanda cha kulalia, mkalala chini pamoja kwenye mkeka. Pengine alikuta hujaweza, una mbele wala nyuma, akastamini mpaka mkafika hapo. Sasa ana nafasi yake, lakini hilo pia halitoi nafasi ya kumnyanyasa mpya. Naye pia ana haki zake. Umemuoa, ni mke wako, naye apate haki zake.
Kwa hivyo angalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumsahau Khadija, pamoja na miaka nenda rudi amekufa, lakini kwa kazi yake aliyoifanya. Na hili jambo ni la msingi katika kufanya muashara mwema. Uwe mkweli kwa mke wako kwa kukumbuka kheri zake na fadhila zake kwako. Na hapo ndipo alipo siku moja Aisha radhiallahu anha akawa siku moja amelalamika kuhusu hali hiyo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innaha kanat wa kana li minha walad. Akasema huyo Khadija sitomsahau, sio rahisi nimsahau, alikuwa na sifa kadhaa, alifanya kadhaa, lakini pia hata watoto wangu walio wengi nimewapata kwake Khadija, siwezi kumsahau, atabaki. Na ndiye yule Khadija, ndiyo yule ambaye Jibril alikuja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Mtume, zifikishe salamu hizi kwa Khadija na umbashirie nyumba katika janna kwa kazi aliyoifanya. Kwa hiyo ndugu zangu, katika ukamilifu wa muashara mwema kwa ujumla wake, kwamba mme aamiliane na mke wake na mke aamiliane na mme wake birifqi, kwa upole, walini na ulaini, wa antakadiru zawjata juhuda zawjiha. Lakini pia mke lazima athamini juhudi za mme wake. Kuna wanawake utakachofanya chochote kile ni kama jiwe, hajui shukurani, hajui kuthamini, hajui akileta kitu ndani imeshatabika nacho, yeye ni kukiharibu tu, hana muda nacho. Sasa hiyo si katika mafunzo ya Uislamu. Lazima kuzithamini juhudi za mwenzako, amepita wapi, ametabika kiasi gani. Wa tuhsinu ta'atuhu bil ma'ruf, na amtii kwa wema. Ndugu zangu katika imani, haya yakipatikana biidhnillahi ta'ala yatatengeneza jamii bora. Tunatamani ndugu zangu, tunatamani jamii isome kwetu sisi. Kwa nini? Kwa sababu almuslimuna shamat baina nas, wanasema wataalamu kwamba Uislamu ndio alama kati ya wanadamu wote wanaoishi duniani. Wote wanatakiwa wasome kwa Uislamu. Uislamu ndio wenye ustaarabu, wana kitabu kinawaongoza katika maisha ya dunia na dini. Hakuna dini yoyote duniani yenye kitabu kinayowaongoza katika dini yao, dunia yao na akhira yao, isipokuwa ni Uislamu tu peke yake. Kwa hiyo tumekamilishiwa kila kitu, tunafaa tuwe ni alama kwa watu wote, kama anna ahli sunna shamat baina almuslimin, kama alivyo ahli sunna ni alama kati ya Waislamu. Waislamu wanatakiwa waufahamu Uislamu wao kupitia kwa watu wa sunna. Lakini tunasikitika leo fujo zinatisha, wanaume tuna matatizo, lakini wanawake tuna matatizo, na yote tunayakutana nayo kwa sababu sisi ni viongozi, tuko katika nafasi ya kupokea mambo. Hali ni mbaya, inatutishia. Hivi watu watatamani nini kwetu? Mavazi yetu mazuri, muonekano wetu mzuri, ibada yetu nzuri, manhaji yetu nzuri, akida yetu nzuri. Sasa akhlaki zetu zinaongea zaidi kuliko maneno yetu. Hebu akhlaki zetu na matendo yetu yatengeneze sura nyingine, lakini tutengeneze jamii bora. Kwa nini? Kwa sababu inna istiqrar almujtamaat yabda min istiqrar albuyut, kwa sababu utulivu na mafanikio na kheri ya jamii inaanzia katika utulivu wa majumba, wa salahul abna, na watoto bora waliowema ambao wamesimama vizuri, wenye manufaa. Yamba min bi'atin usariyatin, wanatokana na mazingira ya familia ya sudu halwiam, familia ambazo zinatawaliwa na maelewano wal ihtiram. Ni ngumu sana katika nyumba isiyokuwa na maelewano kumpata mtoto bora. Atazoea mateke, atazoea magumi, matusi, shutuma, laana na vitu vya namna. Na wewe atakuwa hivyo hivyo kisaikolojia. Wanasema wataalamu wa saikolojia, watu wa namna hiyo ndio watu
wasiokuwa na huruma, wenye kuwa na maamuzi mabaya katika jamii. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa katika migogoro na matatizo tu. Sasa tutatengeneza jamii bora kwa kutengeneza katika familia zetu, na haya mafunzo ndio tutakayotengeneza, hakuna kitu kingine. Kwa ndugu zangu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, sote kwa ujumla turudi katika kutengeneza familia zetu ambazo ndio kokwa la mafanikio ya jamii, ambayo ndio kokwa ya mafanikio ya taifa kwa ujumla. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khaira. Naam, bila shaka Waislamu faida imepatikana. Waislamu pande zote faida tumepata, hatujapata? Alhamdulillah. Tunaenda kutengeneza au kutengenezwa? Wanawake mwende kutengeneza, wanaume mwende kutengeneza. Ala kulli hal, hapa ndipo tunaweza kupata maisha kutoka kwenye kitabu na sunna, bila kupata maisha kutoka kwenye fikra za mtu binafsi. Kama alivyotueleza mlezi wetu, Allah muhifadhi na amkubalie, mada yake imebaki kwenye vyombo, itadumu muda mrefu. Ukitaka kuingia unaandika ad-da'wa Muleba, unaingia tu kwenye YouTube, unajikumbusha yule ambaye hakurekodi. Tumuombe Allah tabaraka wa taala katika hili atufungulie milango ya kheri kupitia hili, lakini pia atujalie ni wenye kuelewa na kudumu katika maelekezo haya insha Allah.